Yesu tumeingia katika ibada ya leo, Roho Bwana kaombe. Yesu achilia ujumbe wa leo Bwana. Funga waya moto neno la Mungu unaposhuka Bwana. Utagiza Baba kemea. Kaka Roho Mungu ashuka na tende muujiza wake. Achilia Baba wewe Bwana. Sema yako iwe mahali hapa. Yote unapoingia ona utukufu. Achilia neno la Mungu. Achilia nyimbo na uwepo wako. Ilisha paiso kilodelewa saya. Riba kilodelewa sia kilodelewa zalea Baba. Yesu wa Nazareti unaweza. Baba achilia uwepo huo. Baba fungue hekalu hili. Leo hii achilia moto wako. Tuone neema yako. Bwana Yesu napewe sifa. Amen. Kwa hivyo ni asubuhi njema. Nashukuru Mwenyezi Mungu kunipea kibali, wiki mzima amenipigania. Amenipa kibali kwa ibada hii ya leo. Na pia ni Mungu wa upendo amekupa neema na kibali kwa nafasi ulio nayo sasa hivi. Kwa hivyo ni wakati wa kujifunza kwake, maana yake Mungu akubariki na ni Mungu akuokoa. Kitabu cha leo ni Luka Mtakatifu, mlango na 13, mstari mdogo wa 10. Dada Silvia, karibu uweze kuombea neno. Amen. Mungu Baba Mwenyezi, na kutambuliza kujua jina kusema ni asante. Asante Mungu kwa kututisha kufika siku ya leo Bwana. Baba tazama tunapoenda kusoma neno. Wacha uwepo wako ushikilie neno hilo. Uweze kutufungua masikio yetu na tuweze kusikia kwa makini. Hakuna ile kama Jehova Jireh. Wacha muongoze anaenda kusoma neno hilo mfano. Kwa jina la Yesu Amen. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Kitabu ni Luka Mtakatifu, mlango wa 13, mstari mdogo wa 10 tukiendelea. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18. Naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomuona alimuita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni kitabu cha Luka. Ujumbe wa Yesu alipokuwa katika Sabato, akifundisha kama siku ya leo Sabato, alikuwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, sinagogi, akifundisha. Na katika hali hii tulikuwa na mama mmoja aliyeingia katika hali yake udhaifu miaka mingi sana. Huyu mama alikuwa na udhaifu wa miaka 18. Alikuwa hana mtu wa kumuokoa. Alikuwa hana maisha ya raha hata siku moja. Alikuwa amekaa maisha kupindana, maisha yaliyofinyika, maisha ya mateso kwa miaka 18. Na katika nafasi hiyo ama siku ya Sabato hiyo, Yesu akamuona. Bwana sifiwe sana. Amen. Yesu akamuona, akamhudumia, akasema mama njoo mahali hapa. Na katika nafasi hiyo siku mama akafurahia, akapokea siku ya uzima. Bwana sifiwe sana. Amen. Yesu akamuona, akamwambia njoo mahali hapa wewe mama. Na katika nafasi hiyo huyo mama akapokea kupumzika, akapokea furaha na akapokea uhuru wake. Basi asubuhi hii umekaa mahali hapa unanitazama. Maisha yako yamepindana. Maisha yako ni maisha ya majonzi. Maisha yako imekaa kama maisha ya huzuni muda mrefu sana. Hauna njia wala huna kuona kama maisha yako kuhurumia. Lakini
wako unajua mwenyewe. Maana kila mwanadamu ana unyonge wake. Huyu mama alikuwa amesha kupindika miaka mingi sana. For 18 years. Kama analia hana mtu kumsaidia. Kama anasema kama unaomba hebu jiponi. Walimdhihaki muda mrefu. Lakini siku moja yeye aliingia Bwana majeshi. Akasema ndio mahali hapa. Nikawa nisike mkono wake kuona uzima. Kwa hivyo nili mahali hapa. Ameingia Yesu. Anaangalia katika mishako. Umudhaifu gani? Umetoka muda gani? Wanakucheka, watashangaa. Wanakudharau, watashangaa. Ameingia Yesu. Anaondoa aibu, anakupa heshima, anaondoa udhaifu, anakutia nguvu. Bwana sifiwe sana. Udhaifu wetu Mungu anaujua. Unakubali Mungu kuongoza kutawala. Udhaifu wako Mungu anaujua na ameshauona. Kama ndoa haina amani, unapotazama leo hii mpendwa, umeona mkono wa Bwana majeshi. Unaposikiza kwa imani moja hiyo, kubali ya kwamba ameingia Roho, anaosha mji, wacha dhambi, ubarikiwe. Wacha dhambi, uone Bwana majeshi. Wacha dhambi, aoshe mji wako na ushangilie tena. Hebu simama juu. Nampa Bwana utukufu na sifa kwa sababu alikuwa mwaminifu. Imekuwa wiki ambayo tunamaliza hii. Hakika wapendwa, nimekuwa katika hali ngumu. Nimekuwa mgonjwa zaidi wa sana. Nilipoenda shughuli zangu kule nyumbani, niliporudi kufika nyumbani, nikasikia tumbavu moja inaniuma. Hakika wapendwa, mbavu imenivuruta kiasi ambacho sikuelewa. Lakini niliamini Mungu nikijua kwamba Mungu ndiye mweza wa yote. Tulipoenda the next day nikamwambia mchungaji tujikaze tu tuende tumalize maana ambapo pamebaki. Kwa sababu ya mahindi inahitaji mbolea. Tulipofika mahali pale tukaanza kufanya shughuli zetu. Hakika masaa ambapo tunarudi nyumbani aliniambia Mama Clay chenye nimesikia si cha kawaida. Nikamwambia ni nini? Akaniambia hapana. Mimi siko sawa. Tukajitia nguvu tukafika hadi kwa nyumba. Fika kwa nyumba hakika wapendwa, mzee anaanza kulalamika kwamba nasikia tu baridi. Akaniambia nahisi baridi kila mahali. Akaanza kuniambia nasikia mwili si sawa. Nikamwambia jamani, sasa mimi mgonjwa wewe mgonjwa na nitasaidia mwingine. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu tulijipa moyo, tukajipa imani kwa sababu Mungu ndiye mweza yote. Niliambia Bwana nipiganie vita kwa sababu ni vikali, lakini hapo sema na wewe ushindi unapatikana. Kazi nikaingia mahali hapa katika hali ya kujivuta kwa sababu ya uchungu. Nafanya huduma mahali hapa kwa kujivuruta. Nilikuwa nikiimba na hisi kana kwamba mbavu inachomoka. Mifupa zote sasa zimeanza kuuma. Nikamwambia Mungu sitaacha kuhudumia kwa sababu ya ibilisi kunijaribu. Niliimba katika hali ya kujivuta lakini Mungu alikuwa pamoja nami. Nilipoondoka mahali hapa kwenda nyumbani nilianza kuhisi uchungu unaisha. Hadi jinsi nilivyo mahali hapa namshukuru Mungu kwa sababu amekuwa Ebeneza. Hata mume wangu amezidi kumpigania, hakika ni mzima. Sababu niliambia Mungu bila wewe hatuwezi, simama pamoja nasi.
nikaona mkono wa Bwana, nikaona ushindi pamoja nami. Licha ya kwamba vita mbalimbali vimekuwa vikali sana, lakini naamini ya kwamba Mungu aliyeniumba kanika mbalimbali kwa sababu na makusudi hata niacha. Yupo pamoja nasi na atazidi kupigania vita, tutazidi kuwa washindi kwa neema yake. Ni hayo tu aliyosikia. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nyumbani nilikuwa mtaifu, kwa mgonjwa, majaribu ndio hiyo, lakini watumishi wa Mungu waliwajilia. Hakika mliomba, mliwacha baraka kwa Bwana asifiwe sana. Mliwacha uzima. Msichana wa Yesu niko. Bwana asifiwe sana. Mnaniona? Ni mimi huyu. Bwana asifiwe sana. Msichana wa Yesu. Ukiamini Mungu, Mungu hawezi kuacha. Amini tu Mungu. Wacha vita, wacha nini manunuko, amini tu Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu atakuita. Sina mengi kwa majina, Roda Mjane. Barikiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Shukrani kwa uwepo ambao wanatupa kila siku na uzima pamoja na hewa zinakwanga ya bure. Tunamshukuru sana. Mimi kwa majina sio ambao wasionijua, mimi ni Douglas Wanyama. Mimi ni mshirika wa kanisa, but sasa majaribu ni mengi sana. Ukiwa kwa kanisa usisahau kuombea mwenzako nyumbani mwenye amebaki, hata mwenye yako hapa kwa kanisa. Usisahau kumwombea. Majaribu ni mengi sana. Watu wa Mungu, majaribu ni mengi. Mimi ni mzima sana. Nashukuru Mungu kufika kwa kanisa siku ya leo. Na mbali kule nimetoka. Nashukuru Mungu sana, pia watu wazima. Hakuna mgonjwa huko. Sasa ngine atakuje uche na katana na naleta tu maji. Lakini tangu mtumishi wa Mungu aingie kwangu, barikiwa sana. Mtoto huyo mdogo anakula kila kitu. Bwana asifiwe sana. Ukimpa kila kitu anakula, sababu umri yake alikuwa ndani ni kula kila kitu. Tunamshukuru Yesu, ukimwamini atakupigania. Bwana asifiwe sana. Mesa
Mimi kwa majina ninaitwa Mzee Shabani Kaunda wa Mkoa. Nimekuja kwa kanisa hii siku ya leo ili tuweze kushiriki na nyinyi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Natoka sehemu za Matungu huko. Sifiwe kanisa. Bwana sifiwe tena. Namshukuru Mungu maana amekuwa mwaminifu pamoja nami. Nimekuwa nje kwa muda mrefu lakini tuko pamoja. Ni mtambo na mbechange samia apolwa langa mbo chehe. Danyereka si esamena. Kwa hivyo msiponiona niko kule Samia. Mungu Bwana awabariki. Let's go.
sana huko. Weka mikono juu, kila mtu kila mtu. Nataka nione mikono na magalochi. Hivi story. Sijasema hivi. Nimesema hivi. Nimesema nataka baba kidogo wewe. Mtainua mikono juu. Wajeni sana mikono juu, kinafanya namna hii. Haya. Weka mikono juu, nimengojea. Sawa kwa sawa. Ngojea Brenda Sibiu. Okay. Ema sitake maua. Mbele na mnene. Haya ni kwa maua. Haya. Bwana sifiwe. Mko tayari? Sema neno. Bwana Yesu anameremeta. Bwana yeye ameshuka, anaangalia moyo uliopondeka, uliovunjika na aubariki. Kuna ngumu gani Mungu asiweze kutenda? Bwana sifiwe sana. Amini tu, leo utaona wokovu wa Bwana. Amini tu, Roho ameshuka, anaangalia. Sema neno. Mcha Mungu mzuri anaishi kwa nini? Kwa vikwazo, manunguniko, kwa uzushi, discriminations. Anaishi kwa nini? Kwa hiyo Mungu yupo anafanya kazi. Amini tu, mtaona wokovu wake. Kwa heshima zote, mtumishi karibu. Tubariki. Unaposikiza, jamani barikiwe sana. Katika
Nasoma Zaburi 22. Mungu wangu, Bwana umeniacha, mbona umbali na upofu wangu? Yes. Na maneno kuugua kwangu? Yes. Mungu wangu, unalia mchana lakini unijibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Yaani nalia lakini unijibu. Oh Mungu wangu. Amen. Daudi alisema kwa nini ninalia? Alikuwa amepata mateso na nilikuwa Daudi. Amen. Mbona nalia Bwana na usikii? Tena nikwambia Yesu wa Nazareti akikaa ndani yako, ukianza kulia na asikie. Hata kama umefungwa wapi, Yesu akufunguliwa mara moja. Huyo Yesu ndio tunabadilisha mambo yake tukisema yeye anatenda. Amen. Na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli, baba zetu walikutumaini na wewe kuokoa. Yaani baba zetu walikutumaini wewe kuokoa. Tena nikwambia kama mahali uliofungwa na mtu akakataa, nataka nikwambie tulimtumaini Bwana akaokoa walio wa kwanza. Sisi wakati huu Yesu wa Nazareti anaposhuka mbele yako, hata kama nani anakataa, unaenda kufunguliwa. Kama baraka yako iko mbele, hata vizuizi vikue vitaondoka, ni Yesu anaenda kuachilia. Walikulilia wewe akaokoka, walikutumaini wasihaibike. Yes. Lakini mimi ni mdudu wala si mtu, laumu ya wanadamu na mzaha wa watu. Yaani laumu za wanadamu ni mdudu. Yaani nataka nikwambie Yesu wa Nazareti anapokaa mbele yako, hata adui wako akikuja lazima chechemee. Akikuona lazima Roho wa Mungu anatisha pepo. Anatisha wachawi wote walioona. Hili macho likiinuka linapowezwa chini ya miguu yetu. Ibilisi akiinuka lazima tumkataze, imeandikwa. Wote wanionao unicheka sana, unifyonya wakitikisa vichwa vyao. Yaani watu wakiona tabusa wanafyonya, yaani wanatikisa vichwa, wanaona wewe sasa uko kwa taabu. Lakini nataka nikwambie tumaini lako Kristo liko mbele yako. Aliyosema ataweka mauti mbele yako, mauti tutaitoa. Aliyosema maisha yako haitaenda mbele, aliyokupangia vifo, hiyo tutatoa, utafufuliwa leo. Unicheka sana, usema mtemekemee Bwana amponye, amuokoe sasa maana ameteleza naye. Wakati unaanza pata taabu, watu wanasema mtegemeane Bwana, sasa mponye. Lakini nataka nikwambie uwe na tumaini. Uwe na tumaini. Wengi watakao wakifikiria wewe ni kawaida, wewe si kawaida, una tumaini ya Kristo ndani yako. Roho wa Mungu hapo juu yako. Yesu anaweza inua lolote kutoka juu yako. Wakitumia jiwe atalitupa kando. Wakikutumia majani atalipanji. Wakituma hiyo uchawi, Yesu atang'oa hiyo. Naam, wewe ndiwe uliyenitoa tumboni, ulinitumanisha matitini mwa mama yangu. Kwako nalitupa tangu tumboni, toka tumboni mwa mama yangu ndiwe Mungu wangu. Yes. Usiwe mbali nami, maana karibu, maana kuna msaidizi. Usiwe mbali nami Bwana, kwa maana tabu iko karibu. Unapokaa ndani ya Kristo, jaribu liko mbele yako. Jaribu linapima imani yako. Kitu nataka uwe mwangalifu sana kwa ile jaribu. Yaani Roho wa Mungu ukishukia, alafu uangalie mtu na macho, uinue na umwangalie tu peke yake. Angalia mbinguni, umwangalie, hata utamkemea atakulia umemkemea. Kwa maana una silaha ndani ya maisha yako. Mafahali wengi wamenizunguka, walio hodari wa Bashani wamenisonga. Mafahali wengi wamekuzunguka, wenye vita wamekuzunguka, lakini nataka nikwambie kwa jina la Yesu, utapita katikati ya mafahali, utapita kati ya mitego. Wanapoleta majini, Bwana ataikamata. Wanaotuma misali itapandwa mbali, wanapotuma bomu yao itayeyukia juu. Wanifumbulia vinywa vyao kwa masimba apaporaye na kuguruma. Nimemwakika kama maji, mifupa yangu yote imetekuka, moyo wangu umekuwa kama njaa hiyo ndani ya mtima wangu. Yaani ameinuka kama nini. Ndio unapoona maisha yako, wakati mwingine unaweza ona jaribu ukafikiria ndio mwisho. Utukufu iko katikati yako. Wakati wanaanza kuletea jaribu, ujue utukufu iko hapo. Yesu mtetezi wako uko karibu nao. Hadi wakatalia tena utamuonea huruma. Kwa maana Yesu anageuza kitu ndani yako na anakupa panapo nafasi yako.
wapanga wamenizuia mikono na miguu. Umbwa wamenizunguka, wengi wamenizuia miguu yangu, wamenizuia mimi nikugojeka kila siku. Nataka nikwambie, presha inashindwa, sukari inashindwa, kansa na inashindwa. Hiyo vita vya wachawi vinabomolewa. Naweza kupa yangu yote. Wao wanatazama na kuniletea maji. Yes. Wanagawanya nguo zangu na mavazi yangu, wananipigia kura. Wanapigia kura mambo yao. Tena nikwambie leo hii, Bwana atang'oa kile waliokumpanda ndani yako. Kama walipanda mauti itaondoka. Kama walipanda presha itang'olewa. Kama umepanda ndani mauti yako kukupangia vifo, vifo vyako vinaenda geuzwa. Vinaenda jerejelea mwenyewe. Aliyosema wewe utaanguswa, yeye ataanguka kwa hiyo chema. Nawe Bwana usiwe mbali nami, nguvu zangu fanya haraka kunisaidia. Usiwe mbali mami. Fanya haraka kunisaidia. Yes. Ndio unapoona mwingine anaweza fikiria ati mimi nina uwezo wale natuma shetani aenda muue mtu, hakuna. Yesu atapenji. Amen. Yesu atashuka na atakuokoa. Amina. Hata wakisema sasa huyo mtu atembee na apata accident, kwa jina la Yesu accident itabadilika. Hivyo vyako vinaenda kubadilishwa. Amen. Kwa maana unatumaini ya Yesu ndani ya maisha yako. Penda Yesu, Yesu atakuokoa. Amen. Uniponye nafsi yangu na upanga, mpenzi wangu na nguvu za mbwa. Yes. Kinywani mwa simba uniokoe, na mtoka pembe za nyati umenijibu. Yeye hata mbele na pembe za nyati atakujibu. Amen. Hata umbwa sikaa mbele yako. Yes. Atakaposema wewe hauwezi faulu. Yes. Nataka nikwambie kwa jina la Yesu utaenda kufaulu. Amen. Hallelujah. Yeye inapita kama toroba. Mtu anaposema utakuwa na afya siku zote za maisha yako. Usikule vitu unapimiwa vitu. Ngoi sikuli. Mimi nakula vyote. Jana Kristo naweza baba yangu leo mwema. Baba najua wanao wameinua mikono mbele zako. Kila mmoja aliinua kwa ajili ya kufunguliwa kwake. Baba yangu najua neema yako inatosha kabisa. Nataka unyooshe mkono wa kila mmoja umguse. Vita vya magonjwa vinapotokea. Umeona vigumu vingi Bwana. Watu wanagonjwa magonjwa tofauti. Najua baba yangu kiinuka baba utaponya mtu. Aliyofungwa watu wafunguliwe leo. Maneno ya kipepo baba funja hiyo. Magonjwa katalia nguvu za mapepo piga. It's your power, Lord, they never see my honor. It's your power. Oh Lord, scarf on tents. I need never power. See the lever, Baba, Lord. Baba, you want to. Najua chochote mtu akitafuta kipata. Hata kama umefungiwa watu wafungua. Hata kama mticho liko mbele yake kimeti. Sasa mapepo piga. Sasa ibilisi moyo. Mapepo kuangaisha watu kila saa. Wengi wanafungwa na vitu vyote. Wanafungwa na manyoka na nguvu za mashetani. Wengi damu ya ukoo. Wafunga maisha ya ukoo. Wanakosa mahangaiko yamejaa. Wakataliwa ndani ya watu. Napoona watu wanaokataa. Ni pepo mwa hiyo pepo. Aliyokupangia tu wewe utatoka. Aliyopanga huyo. Mwambie utatoka. Unasema utatoka.
umefika. Baba, anza kuangalia. Hadi kwa sasa. Ile sanduku iliyopasua. Pasua hiyo sanduku. Ile sanduku iliyokuwa mtoto wake pasua. Iliyokuwa mama yake pasua. Pasua hiyo. Pasua. Hiyo jini. Pasua. Aliyoleta mambo. Akasema lazima ukufe. Mauti inatolewa leo. Mauti mbele yao. Mauti mbele yao. Mauti hiyo. Mauti imesimama mbele yao. Mauti hiyo. Sanduku nataka upasue. Pasua hiyo sanduku. Pasua hiyo. Pasua hiyo. Naogota miguu yako wewe. Aliongogota huyo. Yesu apiga huyo mtu. Piga huyo. Piga huyo. Waliogota vitu vyako siku nyingi. Siku zote ukakatwa kila kitu. Leo wanatoa. Malaika wakatuma nyoka mbele yako. Wakitaka wewe nyoka ifanye kitu. Nyoka ndio hiyo baba yangu. Piga hiyo nyoka. Piga hiyo nyoka sasa. Piga hiyo nyoka. Piga hiyo. Andika hiyo nyoka. Piga hiyo. Mipango ya mwanadamu. Leo tunaifungua. Aliyokupangia maisha yako. Maisha yako itakuwa mateso. Baba mwa mateso. Mwa mateso. Mwa mateso. Mwa mateso. Mwa mateso Yesu. Piga ule ibilisi. Piga huyo. Yesu anasaneti baba yako. Baba shuka. Shuka sasa. Shuka sasa. Tukatetea watu wako. Asingepeleleza. Asingepeleleza Bwana. Wafungiwa kazi zao. Kazi zimefungwa siku zote. Mwanzo kazi. Fungua hiyo. Fungua kazi yake hiyo. Hasa watoto wake. Fungua Yesu. Fungua. Hilo. Aliambia imeandikwa. Hapa litapasuliwa. Fanya vitu viume. Wala tumbo. Waachie watoto wao. Oyo. Piga ule ibilisi. Hiyo kazi ni vita vya kazi. Vita vya kazi baba zuka. Wanga vita vya kazi. Vita vya goma. Piga vita vya kazi hiyo. Piga. Wewe ni mwana wa Mungu. Waliosema leo utafaulu. Unasema watoto wako hawezi faulu. Nataka nikwambie watafaulu. Hata wasome watafaulu. Leo watafaulu. Watengea mipango yake. Piga hiyo mipango. Nagua hiyo. Sereta, teleleza, teleleza, pa. Ibuchilia baba na basata mlewa. Pa. Iya. Iya. Ibacha na baba na basata. Wewe ni mwana wa Mungu. Wachilia wanao. Ibilisi kemea. Sitaingia kunyasa watu pasua. Wao wanapokuja malaika wa Bwana wenye nguvu. Kama wepo wa Mungu wa malapa. Sina moja kutoka hapa. Hawa wamesikiwa. Pea amani Bwana. Pea amani. Pekokemea. Yanokemea. Uchawi piga.
yetu na maombi. Asante Baba wetu wa mbinguni, ninakushukuru, ninakuinua.